Sema Rais Zelensky amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na Rais Trump huku juhudi za kusitisha mapigano nchini Ukraine zikiendelea. Bwana Zelensky awali alisema kwamba anatarajia kupata maelezo ya mazungumzo ya simu ya Jumanne kati ya viongozi wa Marekani na Urusi. Awali alimshutumu Vladimir Putin kwa kuvunja ahadi ya kusitisha mashambulizi kwa muda kwenye vituo vya nishati vya Ukraine. Ahadi hiyo ilitolewa baada ya mazungumzo kati ya kiongozi wa Urusi na Rais Donald Trump. Urusi imeshtumu Kiev kwa kujaribu kuvuruga juhudi za amani za Marekani, ikisema shambulizi la ndege zisizo na rubani za Ukraine lilisababisha moto kwenye ghala la mafuta huko Krasnodar. Beldin Waleula ameandaa taarifa ifuatayo. Rais wa Ukraine amemtuhumu Vladimir Putin wa Urusi kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mashambulizi kwa muda. Putin alikuwa ametoa hakikisho kuwa atasitisha mashambulizi dhidi ya vituo vya kuzalisha nishati nchini Ukraine katika mazungumzo yake na Rais wa Marekani Donald Trump. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema semi za Putin haziambatani na matendo ya Urusi. Hata baada ya Putin kuzungumza na Rais wa Marekani Donald Trump, Putin alisema atatoa amri ya kusitisha kulengwa kwa vituo vya nishati. Ila kulikuwa na ndege zisizo na rubani 150 ambazo zililenga vituo vya nishati, hospitali 2 zilishambuliwa na miundombinu mingine kulengwa. Maneno ya Putin ni kinyume na matendo yake. Mashambulizi ya anga nchini Ukraine yameendelea kutekelezwa na Urusi. Hii ni baada ya Putin kukataa pendekezo la kusitisha kabisa mapigano baada ya kuzungumza kwa njia ya simu na Rais wa Marekani Donald Trump. Putin alikuwa amekubali kusitisha mashambulizi katika vituo vya nishati kwa siku 30, ila bado Ukraine ilishuhudia mashambulizi. Rais wa Ufini Alexander Stubb amesema Urusi inahitaji kudhibitisha kuwa wako tayari kwa kupatikana kwa amani. Stubb alikuwa anazungumza akiwa pamoja na Rais Zelensky ambaye yuko mjini Helsinki nchini Ufini. The first step in achieving peace is a ceasefire. Hatua ya kwanza ya kupata amani ni kusitisha mapigano. Kuna njia mbili tu za kujibu pendekezo la Rais wa Marekani, ni ndio au la, bila kuwepo na masharti. Ukraine ilikubali kusitisha mapigano bila masharti yoyote. Iwapo Urusi itakataa kukubali, basi itabidi tuongeze juhudi za kuimarisha uwezo wa Ukraine na kushinikiza Urusi kuja katika meza ya mazungumzo. Rais Putin alimwambia Trump kuwa atakubali kusitisha mapigano kikamilifu iwapo washirika wa Ukraine watasitisha utoaji wa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Haya yakijiri, mjumbe maalum wa Marekani Mashariki ya Kati Steve Witkoff amesema mazungumzo zaidi kati ya Trump na Putin yanatarajiwa kufanyika tena hivi karibuni. Both of those are now agreed to. Yote mawili yamekubaliwa na Urusi na tunatumai kuwa Ukraine pia itakubali. Bado tuna mambo ya kujadiliana, ila hayo yataanza siku ya Jumapili mjini Jeddah. Baada ya hapo tutafikia kusitisha kwa mapigano, ila tumekuwa na mazungumzo mazuri hii leo. Akizungumza na BBC, mbunge mmoja kutoka Ukraine Lisa Yasko alitoa maoni yake kuhusu mazungumzo yaliyofanyika kati ya Urusi na Marekani. Tunaamini kuna jaribio kutoka jamii ya kimataifa kumaliza vita hivi. Uongozi wa Ulaya na mataifa mengine wanakuwa katika hali ya kutaka vita kumalizika bila masharti, na tuna matumaini, ila kama itategemea jibu kutoka kwa Putin tutakuwa na shauku. But at this stage, if it all relies on the answer of Putin, we are very skeptical. Taarifa yake Beldin Waleula. Na kufuatia taarifa hiyo, awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Issa kutaka kufahamu kwamba Rais Donald Trump alifanya jambo kubwa kuhusu mazungumzo yake na Rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini matokeo yanaonekana kama hakuna kitu cha kupongeza hivi. Kulikoni? Mambo yamekuwa hivi yalivyo kwa sababu Rais Donald Trump amejaribu sasa hivi kufanya siasa ni biashara. Kila kitu anakiita deal kwa maana ya mapatano ya biashara. Wakati huo viongozi wa nchi za Ulaya hawako katika hali ya utulivu kuona namna ambavyo uongozi wa Rais Donald Trump unakwenda, wakiona kwamba pengine Ulaya itapoteza maarufu wake na nguvu zake. Wakati huo Trump akiwa amemdhalilisha sana Rais Zelensky wa Ukraine, na kwa upande mwingine imekuwa nafasi kwa Urusi kufanya naye afanye. Kwa hiyo nadhani kwa sababu ya tabia
ya Rais Trump jinsi ambavyo ameingia kwenye awamu hii ya pili ya uongozi wake. Unaweza ukasema mazungumzo haya ya simu baina ya marais hao wawili, wengi wanasema kwamba ni kama marafiki wawili hivyo walikuwa wanazungumza, kwani wamezungumza mambo mengi ikiwemo usalama wa dunia. Sasa unaweza ukatamka kwa kauli moja kwamba huenda ikawa Urusi ni mshirika wa karibu wa Marekani kwa sasa? Ikiwa rais wa Marekani anatoa kauli za namna hiyo na katika mazungumzo au medani ya kimataifa, rais wa nchi anawakilisha ule msimamo wa nchi, ni wazi kama alivyokuwa hata wakati wa kampeni, alionyesha wazi kwamba yeye angekuwa na nafasi ya kuzungumza na Rais Putin moja kwa moja, kitu ambacho Biden alikuwa amefunga milango. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza akafungua milango ya kuongea na anayeonekana hasimu mkubwa wa Marekani, bila shaka hawa ni marafiki, na hata baadhi ya wachunguzi wa mambo ya kisiasa wanasema Donald Trump ana biashara zake za kutosha sana ndani ya Urusi. Kwa hivyo ni shirika wawili kusema kweli, kwa upande wa mambo ya siasa, lakini hata kwenye masuala ya biashara. Mashambulizi ya anga kati ya Urusi na Ukraine yameendelea baada ya Rais Putin kukataa usitishaji vita kamili katika mazungumzo ya simu na Rais Donald Trump. Hali hii inatuma ujumbe gani kwa jamii ya kimataifa? Hii ni tafsiri tu ya kwamba madhali Rais Zelensky alionyesha kudhalilishwa kiasi hicho, ilimpa ushujaa au ujasiri Rais Putin kuelewa kwamba Zelensky hana tena uungwaji mkono ule aliokuwa nao kutoka Marekani. Na ujumbe unaokwenda kwa jumuiya ya kimataifa ni kwamba katika medani au siasa za kimataifa, aliyekuwa rafiki leo anaweza kawa adui yako kesho, na aliyekuwa adui leo anaweza kawa ni rafiki yako kesho. Kwa hiyo huwezi kutegemea lolote lile kwenye medani ya kimataifa, na hasa inapohusu siasa za Marekani. Tunaona kwamba Rais Putin ameahidi kwamba hatashambulia miundombinu ya umeme. Ni kwa kiwango gani ahadi hii inakuwa thabiti na ya kuaminika, hasa tukiangazia jinsi mambo yanavyozidi kwenda? Huwezi kuamini kwa namna yoyote ile maneno ya hasimu wako. Putin ni hasimu au Urusi ni mahasimu wa Ukraine. Kwa hiyo hasimu akikwambia mimi siwezi kukushambulia, utakuwa ni mtu usiye na busara kukubali maneno ya hasimu wako anapokuambia kwamba mimi nitakufanyia jambo zuri. Ni maneno tu ya kutoa picha katika jumuiya ya kimataifa kwamba mashambulizi ya Urusi hawezi kulenga kwenye miundombinu ya umeme. Sasa umeme kwa nchi za Ulaya ndio kila kitu, ni nchi za baridi. Ukiondoa umeme unaweza kama vile umejaribu kufanya mauaji ya halaiki ya kimbari. Sasa Rais Putin ni kama anaweka vikwazo hivi, kwani amesema usitishaji vita kamili utafanya kazi tu ikiwa washirika wa Ukraine wataacha kutoa msaada wa kijeshi kwa Kiev. Nao Uingereza wanazidi kuongeza bajeti ili kuifadhili Ukraine. Sasa hii inaashiria vuta ni kuvute ya mgogoro huu, ama inakupa taswira gani, Mohamed Isa? Sura ya vuta ni kuvute ya mgogoro huu inathibitisha tu vuta ni kuvute iliyokuwepo karibu miongo kadhaa toka kuundwa kwa dola ya Kisovieti na mataifa ya umoja wa kujilinda wa nchi za magharibi au NATO. Haijawahi kuondoka hiyo sura ya vuta ni kuvute. Katika hatua hii iliyopo, hii ni vuta ni kuvute mpya, na Urusi yeye anachokichukulia ni kwamba mataifa ya umoja wa kujihami wa NATO wanaingia ndani ya eneo la maslahi la Urusi, ikiwepo Ukraine na nchi zinazozunguka Urusi. Itaendelea kuwepo hali hii ya vuta ni kuvute, na anachukua kama kisingizio hicho cha kwamba Ukraine inasaidiwa na mataifa ya magharibi. Kwa hiyo na yeye ana haki ya kuendelea kushambulia. Masharti anayoyatoa ni kawaida katika mambo ya mazungumzo yote yale ya kimataifa, hasa katika migogoro, watu kutoa masharti hapa na pale.